Karibu katika simulizi yetu ya leo. Unaweza kuniita Uncle Mike. Kuzaliwa kwa reggae na sauti ya uhuru. Reggae, muziki uliozaliwa katika mateso lakini ukawa muziki wa matumaini na ukombozi. Katika miaka ya 1960, Jamaica ilikuwa nchi changa. Imepata uhuru wake mwaka wa 1962. Lakini nyuma ya uhuru huo kulikuwa na umasikini, ukosefu wa ajira na migawanyiko ya kisiasa. Hali hii iliwalazimisha vijana kutafuta sauti ya kujieleza. Wakaibua midundo mipya, midundo iliyokuwa polepole, yenye besi nzito, ikibeba huzuni na matumaini kwa pamoja. Muziki huo mpya uliitwa reggae. Mwaka wa 1968, kijana aitwaye Toots Hibbert pamoja na bendi yake The Maytals walirekodi wimbo uitwao Do the Reggae. Hapo ndipo jina reggae likazaliwa rasmi. Lakini simulizi ya reggae haiwezi kukamilika bila kutaja jina la Bob Marley. Alizaliwa maskini kule 9 Mile. Sauti yake haikuwa tu ya kuimba, ilikuwa kilio cha waliokandamizwa. Katika miaka ya 1970, Marley aliimba nyimbo zilizobeba mapambano na imani. Get Up, Stand Up, Redemption Song. Alipaza sauti ya haki na mshikamano, akifanya reggae kuwa silaha ya kiroho na kisiasa. Mwaka wa 1978, Jamaica ilikuwa katika hali mbaya ya kisiasa. Wafuasi wa vyama viwili walikuwa wanauana mitaani. Wakati wa tamasha la One Love Peace Concert, Bob Marley aliwaita viongozi wawili wa siasa waliokuwa mahasimu wakubwa, akawaunganisha jukwaani kwa kushika mikono yao juu. Usiku huo, reggae likawa simulizi la amani kwa taifa lililogawanyika. Mwaka wa 2018, shirika la UNESCO lilitangaza reggae kuwa urithi usioshikika wa kitamaduni wa binadamu. Simulizi hili linaonyesha kuwa reggae si muziki tu. Ni historia, ni kilio cha maskini, ni imani ya walioonewa, na ni sauti ya matumaini. Reggae linaishi na litaendelea kuishi.